Uhali gani ndugu mfuatiliaji wa michezo na burudani, ni wakati pamoja na wasaa mwingine tena tukikutana hapa kupashana pamoja na kupeana habari moto za kimichezo. Mimi nikwambie kwamba mtanange wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba pamoja na Young Africans ulikuwa ni wa moto kweli kweli. Hakika kabumbu lilisakatwa kwa ukubwa. Mashabiki pande zote mbili, matamanio makubwa ilikuwa ni kuona kila timu ikiibuka katika nafasi bora. Mashabiki wa upande wa Simba, matamanio yao ilikuwa ni kuona kwamba Simba inamwadhibu Young Africans kwa kuwa tayari wanatamba sana, walishapiga mara 6 mfululizo, kitu ambacho Simba wametaka wakifanyia mageuzi. Lakini kwa upande wa Yanga, wao ni kutaka kutengeneza historia tu zaidi. Lakini sasa hivi bwana, kwa ukubwa ambao Simba wanazidi kuonesha, ni wazi kwamba yale mabadiliko yaliyokuwa yakizungumzwa siku zote ni kweli bwana, yameonekana. Simba hivi sasa imeonekana ni timu ambayo ina muunganiko mzuri, licha ya kuwa kuna changamoto ndogo ndogo ambazo hazikosekani kwenye timu yoyote. Lakini kwa hali ambayo ukilinganisha ya msimu uliopita pamoja na kipindi hiki, utagundua kwamba Simba Sports Club wamerudi kwa kasi kweli kweli, na kitu ambacho kimewastaajabisha watu wengi, na jambo ambalo watu wamelichukulia ni kama makosa makubwa ambayo kwa upande wa mashabiki wamekuwa wakilaumu sana, ukipita huko kwenye majukwaa mitandaoni, lakini pia na hata kwenye baadhi ya vijiwe vya wanasoka wamekuwa wakitoa lawama kwa kitendo cha Simba Sports Club kumtangulia Dar es Salaam Young Africans bao 2-0, halafu Yanga kuweza kurejesha magoli hayo na mtanange kuisha ukiwa ni 2-2. Ni jambo ambalo kiukweli kwenye soka linatokea, lakini kwa namna ambavyo Simba waliweza kukapcha na kukonka ule mchezo mapema zaidi, ingepaswa waweze kulinda zile bao zao 2. Lakini kiuchambuzi, ukitazama namna moja ama namna nyingine, walichokuwa wakikifanya klabu ya Simba ni kutaka kuongeza idadi ya mabao zaidi ili kurudisha heshima na kujiweka katika rekodi, sababu Simba walikuwa walishaona kwamba huu mchezo tumeuweza na tumeushika mapema mno. Sababu ukitazama hata bao la kwanza liliweza kufungwa dakika za mwanzoni kabisa mwa mchezo, kiasi ambacho mashabiki wa Young Africans walibaki midomo wazi, na hata watu wengine walikuwa wakijiuliza kama dakika tu za mwanzoni hivi bao limeingia, alafu itakuwaje sasa huu mchezo, mbona kama umeanza kutia doa mapema sana kwa wanayanga. Lakini hakupita muda tena bao la pili liweza kuingia, ndio kitu ambacho kiliwavunja mioyo kabisa mashabiki wa Yanga, na kuona kwamba huu mchezo mbona kama umeanza mapema kuvuruga akili za watu. Lakini bwana, kama unavyofahamu performance ya Yanga, na kama kawaida ya dabi, huaga haijawahi kuchukuliwa poa hata mara moja. Haijalishi itaanza vipi, lakini lazima matokeo yake yawe ni yenye kustaajabisha, kama ilivyozoeleka kwenye dabi zote za Kariakoo tangia kipindi cha miaka hiyo mpaka miaka ya hivi sasa. Mashabiki, jambo kubwa kwa upande wao, wamekuwa wakilaumu sana kwa hasa mashabiki wa Simba wamekuwa wakilaumu kitendo cha kuweza kumtangulia jirani ama mtani bao 2. Nilikuwa ni ushindi wenye kishindo kweli kweli. Wengine wamekuwa wakitoa lawama, lakini wapo baadhi ambao wamekuwa wakieleza na kutoa ushauri kwa wanasimba pamoja na viongozi kwamba kwa kuwa kikosi kilisharejea katika muunganiko bora, na kwa mechi kubwa kama ile ya dabi, ili kulinda heshima Simba kujirudisha katika nafasi yake ya kipekee, ingetakiwa baada ya bao zile 2 Simba wangerudi nyuma na kuanza kuzilinda kwa asilimia kubwa, lakini asilimia chache ingekuwa ni kushambulia, sababu ilikuwa tayari wamekwisha umaliza ule mchezo mapema sana. Hili itafsirika kama ni uzembe kwa upande wa mashabiki, japo kisoka zaidi na kitakwimu za soka si mbaya. Simba ameonesha namna gani ambavyo ni kweli ubora wake umerudi. Hata hivyo pia bado umeonekana uhai wa hali ya juu upo katika upande wa timu ya Simba, licha ya kuwa mashabiki wamekuwa wakilaumu sana, lakini mashabiki kwa upande wa Yanga
pia wamekuwa wakizungumza mambo mengi, wakiongelea namna ambavyo Young Africans kuna baadhi ya vitu vimeshuka hivi na vimepungua. Hivyo basi uongozi wa Young Africans unatakiwa uwe makini kwelikweli kuhakikisha kwamba Yanga inaendelea katika quality yake ile na ubora ambao umekuwa ukizoeleka siku zote. Hii ni mara baada ya kuonekana kwamba walipokutana Simba pamoja na Yanga kwenye lile kombe huko visiwani Zanzibar, Yanga aliweza kutoka kwa kupitia mikwaju ya penalty, na hata performance za uwanjani ilionekana kwamba walitoka bila kwa bila. Hii ina maana na tafsiri ya kwamba Simba ubora wao na quality sasa unafanana na ule wa Yanga, na jambo ambalo mashabiki wa Yanga hawataki kulisikia. Wanachotaka kuona ni kwamba Simba waendelee kutii amri, wapige magoti chini ya Yanga. Hiki ni kitendo ambacho wana Yanga wamekuwa wakikitarajia kuona kwamba Yanga ikiwa juu ya Simba siku zote, lakini kwa upande wa wana Simba wanataka kujitutumua na kuonyesha kwamba tulitereza tu, lakini si kwamba ni kawaida yetu kuwa chini yenu. Na inafahamika kwamba Simba miongoni mwa virabu bora hapa barani Afrika, top kabisa, iko juu na inafanya makubwa zaidi kutaka kuelekea kimataifa na kuendelea kushikilia zile historia pamoja na rekodi za kipekee ambazo karne na karne huko timu nyingi waliweza kuziweka, na Simba nao wanataka waingie katika historia hiyo miaka ya baadaye, kwamba Simba ije itambe kwelikweli na izungumzike kwa makubwa ambayo wameweza kuyafanya. Mimi nikwambie tu kwamba hakika dabi za Kariakoo siku zote haziwagi ni dabi nyepesi nyepesi. Haijalishi ni nini kitatokea mwanzoni, lakini matokeo yake ama tamati yake huwa ni tamati ambayo ya utofauti sana na yenye mabadiliko makubwa. Quality za wachezaji wote, hongera sana kwa wachezaji wa Simba pamoja na Yanga, lakini pia kwa wengi wamekuwa kisifu namna ambavyo mchezaji Chama amerudi kwenye uhai wake. Inafahamika Chama ni mchezaji mkongwe wa muda mrefu pale Simba, na kwa kuwa ameonyesha juhudi zaidi, basi inatarajiwa kuona kwamba Chama ataendelea kusurvive pale Simba, lakini pia kwa dau nono la mshahara uliokuwepo, hili ndio linamfanya zaidi Chama aendelee kuungana na kikosi chake cha Simba kufanya vyema na ubora zaidi. Wapo ambao walikuwa wakimchukulia Chama kawaida, lakini sasa hivi amewaonyesha kwamba licha ya kuwa umri wake umesogea, lakini bado uzuri na ubora wake upo pale pale. Mimi nikukumbusha tu kwa wewe shabiki ambaye bado hujajiunga nasi, ili usipitwe na habari pamoja na burudani kila siku za kimichezo, hakikisha tu basi umebofya maandishi mekundu hapo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, lakini pia usisahau kuweza kujiunga nasi hapa kwa kubofya like pamoja na kushare video hii.